Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum salaam wa rahmatullahi. Kwa majina naitwa Adija Nuru, ni madam wa kituo hichi. Tunashukuru sana Mheshimiwa Neema Rugangila kwa support uliotupa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hatuna cha kukulipa kwa sababu Mwenyezi Mungu anajua na Mwenyezi Mungu anayaona sisi ambaye hatuyaoni. Hakika sisi ni watoto yatima, lakini tunapata vingi ambavyo vinazidi kwa wale ambao sio watoto yatima, tunawazidi. Kwa hiyo ni neema ya Mwenyezi Mungu na ni maamuzi ya Mwenyezi Mungu, hatuwezi kukufuru na tuko kwenye ibada. Tunakuombea katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mwenyezi Mungu akutangulie katika kazi zako, endelee kukumbuka kwa sababu bado kuna wanafunzi wanahitaji matumizi ya shule, wanahitaji chakula kwa sababu kila siku idadi ya watoto wanaongezeka hapa, unakuta waba chakula unahitajika. Kuna mabweni pia tumejenga lakini hatuna vitanda na magodoro. Kwa hiyo tungeomba Mheshimiwa Neema Rugangila uendelee kutusupport kwa namna moja ama nyingine. Tuone kama tunaweza kufaulu katika hili. Mkurugenzi wetu Masada naye amezeeka, hawezi kufanya chochote. Kwa hiyo tunahitaji msaada mkubwa sana. Tunawaombeni mtuangalie katika jicho la tatu. Asanteni. Warahmatullahi wabarakatuh. Namshukuru huyo aliyojitolea sadaka, Allah amlipe, asishie hapo aweze kuwasaidia na watu wengine wenye uhitaji kama huu. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kufanya tuwe na afya njema tukiwa wazima mahali hapa. Namshukuru sana, ametujalia kuiona siku ya leo tukiwa wazima. Hatuna budi kusema alhamdulillah rabbil alamin. Napenda kushukuru au napenda kutoa shukrani kwa ajili ya wenzangu au kwa niaba ya watoto wenzangu wanaoishi katika kituo cha Nusura Yatima. Naomba kumshukuru Mheshimiwa Neema ambaye ameweza kuagiza nyie kama kumwakilisha, Mungu amuongezee na mtangulie pia katika kazi zake. Hatuna mengi ya kusema, cha msingi tunamwombea kwa Mwenyezi Mungu ampe afya njema pamoja na tumaini na uwezo wa zidi kutumikia, na sisi tunamwombea Mungu ambariki katika kazi zake. Asante na shukrani. Selemani Ngambeki, mlezi wa kituo cha watoto yatima. Nashukuru sana kwa msaada wenu. Nashukuru sana kwa mama kunikumbuka. Nashukuru sana na Mungu amrudishie kila la heri. Kuweza kukumbuka na familia yake hii. Hakuanza leo. Wana wakumbuka watoto wake. Mungu ambariki. Mambo yake yote yawe sawa. Kwa uwezo wake Allah subhanahu. Takuwa tunaomba dua. Tunamlilia Mungu atatusaidia inshallah. Kwa sasa hivi na watoto 300 lakini sina nguvu, natambaa hapa wananichukua nibebe kuchukua hospitali, lakini wasalia mema ndio wanaonisaidia. Mungu atawalipa inshallah. Kwa hiyo tutakuwa tunaomba dua, watoto wapo inshallah, lakini kazi ameifanya, Mungu atusaidia inshallah. Nashukuru sana, tutakuwa tunamwombea dua, tunamrudishia Mungu. Kwa mkoa aliyofariki alinipa eka 13 za kulima, akanipa eka 2 za kujenga. Watoto ni wengi na watoto 303. Na kule nyuma nilikuwa na msingi, wakabimaua vyote wakapeleka kule wakajengea kama hawa. Na mimi mnaniona kama niko safarini. Natambaa. Sasa nichifa bila kuwatengenezea watakwenda wapi? Hawana mbele na nyuma. Ndio kazi yangu inayoniletea shida. Mbona sijamaliza vitu kwa watoto?
Nusura Yatima Christian Recovery Association, Aprili 17/27. Risala fupi kwa mgeni wetu ambaye ni Mheshimiwa Neema Rujangira Mbunge. Tangulizi. Tuanze kwa kusalimia. Shikamoo mama. Karibu kwa mara nyingine katika makao haya ya watoto yatima. Hapa ni makao ya watoto yatima na waliopatikana katika mazingira hatarishi kupitia utambulisho na usajili wa ofisi za ustawi wa jamii serikalini. Makao haya yalianzishwa mwaka 1995 na yalisajiliwa rasmi mwaka 2003. Kwa sasa tupo jumla ya watoto 71, wa kike 32 na wa kiume 39. Tunamshukuru Mungu tunaishi vizuri na tunakwenda shule kwa viwango tofauti isipokuwa wadogo zetu wawili tu ambao wako chini ya umri wa miaka 4. Shukrani. Ndugu mgeni rasmi, tunakushukuru kwa kuendelea kutujali, kwa kutukumbuka na kutuletea zawadi mara kwa mara. Mwaka jana ulituletea vyakula na vifaa vya shule. Leo umetuletea iftari ya Ramadhani na Kwaresma, na kutoka ofisi yako ya Kilithamani ulitutumia mwalimu Mr. Kaijage akatufundisha kilimo rahisi cha mboga, tukaanza kupanda mboga za majani hapa makaoni kwetu kwa wepesi na kuboresha afya zetu. Tunasema Mungu akubariki sana. Ombi. Ndugu mgeni rasmi, kwa kuwa wewe ni champion wa kutunza mazingira kama unavyofahamika, tunayo changamoto ya ukusanyaji wa taka. Ni nyingi na kuzolewa kwake na wahusika wanachelewa. Zinaweza kutumika kama mbolea, huwa tunazipeleka shambani kwetu Rome. Lakini zile ngumu kama taulo za kike zikibaki mazingira ni muda mrefu inakuwa changamoto. Tunakuomba utujengee kichomea taka, yani incinerator, nyuma ya nyumba yetu. Makadirio ya gharama ya ujenzi wake hazizidi shilingi milioni 1, ambayo tunaamini wewe na wadau wako mnaimudu. Tutafarijika sana ikiwa ombi letu litakubaliwa. Mwisho, tunakushukuru tena na tena na utufikishie salamu kwa watumishi wenzio, bila kumsahau bibi yetu mpendwa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Tunazidi kuwaombea nyote katika maombi yetu na Mungu azidi kuwabariki. Imeandaliwa na kusoma kwenu na Beata Respikius pamoja na Mungu kaliko pale. Kwa niaba ya watoto wote.